Kanisa tuko na watu wangapi? Watatu. Ukiulizwa kwa kanisa yako mko watu wangapi? Unasema watatu. Mmoja ule anajua Mungu kwa roho yake ndani na matendo yake ya ukweli. Huyo ndio mmoja. Mtu wa pili ni ule ambao ameenda kwa kanisa ili akipata shida kanisa imsaidie. Huyo ni mtu wangapi? Na huyo mtu wa pili tena huyo anajua sana kufafanua maneno na kupindua. Huyo mtu wangapi? Kanisa hayo pesa. Kwa kanisa ione vile mapigo kwa kifaa. Kwa kanisa fulana hana nguo. Huyo mtu wangapi? Hata fungu la kuna wewe. Lakini mambo kwa mdomo unajaa. Huyo mtu wapi? Mtu wa tatu anaingia kwa kanisa kama nyumba yake. Hapa kama ndoji. Saa 8 ndio anaingia. Saa 7 ndio anafanya nini? Kwa kanisa kwetu huko hata ukienda saa 5 hakuna mtu. Hata nikikimbilia saa 2 hakuna mtu. Huyo mtu wa tatu huyo naye kufaa kwake mchunguze sana. Anafaa nguo siri tu. Akisimama pale unaona kwa ile nyumba ya pasta. Ule mtu wa tatu anakuja kwa kanisa ajui anaenda kwa nyumba ya maombi ya Mungu. Anafaa vitu vingine ile ambao ukiangalia mpaka unasema huyu si mtu wa Mungu. Huyu mtu wa shetani. Huyo mtu wa tatu kuna manguo imekuja inafika hapa. Kuna manguo imekuja huku inaonekana. Sasa ananunua pikichi 10 anaweka kwa mdomo. Sasa masiku ya mwisho. Na masiku ya mwisho, Bishop hawezi kuja kwako ama kwangu aseme anza kujiandaa, Yesu ndio huyo kwa mlango hakuna. Bishana wewe mwenyewe. Hakuna mtu atabishana na wewe kwa njia ya ngono. Wewe yako. Kwa hivyo huyo mtu wa tatu anapenda ushushi. Fulani alisema wewe utoani. Nikwambie, dada, nikwambie. Fulani alisema wewe utoani. Huyo mtu wa tatu. Na nguo yake ni hii. Huko ni. Na kukipa mtomo. Na sio ndio hiyo. Huyo mtu wangapi? Nataka kuuliza swali. Unataka uwe